Na wasalimu kwa jina la Yesu. Sijaiona furaha ya wana Mispa. Hebu mpe Yesu makofi mengi. Amen. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni aliyenipa neema na kibali niweze kusimama mbele yenu siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, Mtume Furaha kunipa nafasi hii. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kiongozi kunipa nafasi nisimame siku ya leo pamoja na kuniombea. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wana maombi wote pamoja na watumishi wote na viongozi wote na wana Mispa kwa ujumla. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie karibu imani mwa Bwana. Wewe ndio umefika hapo hujamsalimia, mwambie karibu imani mwa Bwana. Mwambie karibu tulisikilize neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaliangalia neno la Mungu katika kitabu kile cha Zaburi ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa 6, na pia tutaangalia neno la Mungu katika Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, andika Zaburi ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa 6, andika Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Tutaanza na Isaya. Isaya katika kitabu kile cha Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema, anaelezea matatizo ambayo wana wa Mungu wanakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema Mungu anaweza kuokoa na kusikia. Kwa hiyo lile tatizo ambalo mwana wa Mungu unapitia, yuko Mungu anaweza kuokoa, yuko Mungu anayesikia, yuko Mungu anaweza kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili katika kitabu cha Isaya tutaona dhambi inavyoweza kuharibu watu wa Mungu. Dhambi inavyoweza kuharibu watu wa Mungu. Lakini jambo la tatu, jamii imejaa uongo, ukosefu wa haki na wingi wa maovu. Watu wengi na jamii nyingi sasa hivi zimejaa ukosefu, haki, ile kweli ndani ya watu wa Mungu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika Zaburi, maana nitasoma vyote pamoja, tunamwona Daudi anaelezea kuhusu suluhisho na matokeo ya kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Isaya anaelezea matatizo, lakini Daudi anaelezea suluhisho. Kwamba ukikaa karibu na Mungu ni neno unapata. Na katikati ya mambo ambayo Daudi anaelezea, moja, kwamba Mungu ni mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu ni mchungaji mwema anayeongoza wale wanaomtumaini. Anaongoza wanaomtumaini tu. Maana yake hawezi kumchunga yule asiyemtumaini na kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua sisi wana Mispa tulioko mahali hapa tunamtumaini na kumtegemea Mungu, ndio maana tuko mahali hapa. Lakini jambo la pili, anawapa mahitaji yao, anawaongoza katika njia za haki na anawalinda wakati wa shida. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu ni kukulinda wakati wa shida. Lakini Daudi anasema jambo la tatu, yeye anaweka watu wa Mungu waishi chini ya wema na fadhili za Mungu mwenyewe. Ningekuwa mimi wewe ningempa Yesu makofi. Nianze kwa kusoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Isaya 59 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hataki kusikia. Mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imejaa maneno ya uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Hutumainia ubatili, hunena uongo, hupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukija kwenye Zaburi ya 23, neno la Mungu linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Isaya anasema mkono wangu si mfupi, hautafanyaje? Hautapunguka. Si ndio? Alafu kwenye Zaburi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam,
nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, na sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea kwa kusema, ila maovu yenu yamewatenga ninyi na mimi, yamewatenga ninyi na Mungu, yamesababisha Mungu ameficha uso wake, hataki kuwaona wala kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea kusema kwenye ule mstari wa 3, kwa maana mikono yenu imetoa unajisi na damu, vidole vyenu vimetoa unajisi kwa uovu, midomo yenu imenena uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya vitu ambavyo Isaya anaongelea pale, anaongelea habari ya uovu ambao umetawala katikati ya jamii na katikati ya watu, na ameelezea namna vidole vya watu vilivyojaa damu, ameelezea namna midomo ya watu inavyonena uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Isaya anasema namna hiyo? Watu wengi sasa hivi ukiangalia katika ulimwengu wa sasa wamejaa uuaji wa kuua kwa kutumia midomo. Ni bora yule anayekuua kwa kutumia bunduki au kutumia panga, maana atakukata akuue kabisa. Lakini watu wengi wameuawa kiroho. Watu wengi viroho vyao vimeshushwa chini. Watu wengi mioyo yao imevunjika. Kwa nini? Kwa sababu ya mauti inayoitwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yamekuwa ni mauti kubwa kuliko mauti zote duniani. Na maneno yameteka wana wa Mungu, mpaka kanisani kuna maneno. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia kanisani, unalisikiliza neno, unaenda mlimani, unaomba, umefunga, unaomba na kuomboleza, lakini dakika za kuhesabu ukitoka, ukigeuka, lile kundi umeshaligeuka, unaanza maneno. Unatafuta mtu wako mmoja, unaanza kusema alipanda akashuka, alienda hivi, unajua yule unafikiri ni anaomba, aongozwe na Mungu, yule yuko hivi, yule yuko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yamekuwa ni maneno ya kuua watu. Lakini pia tumebeba roho za kusema mpaka tunasema hata watumishi. Tumebeba mauti ya kunyoosha vidole. Ukimwona mwimbaji muone yule, ukimwona mwombaji muone yule, ukimwona mtumishi muone yule, ukimwona mshirika muone yule. Isaya anasema maovu yenu yamewatenga ninyi na uso wa Mungu, imesababisha mpaka Mungu hataki kuziona nyuso zenu. Muulize jirani yako, hivi na wewe uko kwenye hilo kundi? Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi. Kwa nini mikono inatiwa unajisi na damu? Kwa sababu mikono yako ndo kila kitu. Ukiona mtumishi anakuja anasema nyoosha mikono yako mbele iombee, mikono yako ndo kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii mikono ndio inaonyesha ishara. Wakati mwingine unasema tu hata kwa ishara kwa kutumia mikono yako, na kwa sababu unayesema naye anajua namna ya usemi wa kwenu. Ukinyoosha tu mkono, ukigusa kwa namna fulani, akiunganisha na macho yako, anajua umesema mama G, afanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia kuna neema inatokea kwa mtoto wa mtu, wewe ni wa kwanza. Wewe ndo wa kwanza kuongea. Ukisikia kuna mtu amepandishwa cheo, wewe ndo wa kwanza kupiga vita. Huyu hakustahili kuwepo hapa, huyu hakustahili kukaa hapa, huyu hastahili kuingia hapa, huyu kwenye hiyo ofisi hafai kabisa, hata huyu mkurugenzi kumpa nafasi amekosea, huyu hakustahili kuajiriwa hapa, huyu hakustahili kupewa nafasi hii. Kwa nini? Kwa sababu roho ya chuki imekaa ndani, na hiyo ndio Isaya anayoisema. Bwana Yesu asifiwe. Na roho hiyo imetutenga sisi na Mungu. Roho hiyo imetufarakanisha na Mungu. Anasema hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua unadaiwa? Muulize jirani yako, unadaiwa? Mbona umuulizi au unaonaye mdai? Muulize jirani yako, unadaiwa? Hivi hujawahi kupita mahali ukakuta umesema kwamba unadaiwa na hujakopa? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ni mdeni, amenyanyuka tu mtu akasema, amenyanyuka akasema nimemkopesha, yani ni mrushi. Au anaona
Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa mdeni usiyedaiwa, unadaiwa lakini udaiwi, lakini